Chapesa. Mambo vipi mwanamichezo mwenzangu, hii ni Chapesa Media na pembeni yangu nikiwa na Mr. Zagalo, mwana Yanga na mwanachama wa Yanga da African. Kama ilivyo ada, nimemletea kitonge baada ya sajili ya leo au taarifa iliyotoka leo Yanga kuvunja ule mzizi wa furaha wa wana Simba Sports Club, maana wao binafsi walikuwa wanafarijika. Selemani Mwalimu akitangazwa na Young Africa, uongozi wa Yanga umefanya umafia juu ya mshambuliaji wao kinara ambao top scorer msimu uliopita wa 2025-2026, Yanga wakiwa wamepita naye. Wewe unanifuatilia ukiwa wapi? Dondosha comment katika content hii inayokuletea habari ya kimichezo. Niko pembeni na mwana Yanga na mimi naye kuletea ripoti ni Chapesa na hiki kitonge ni Chapesa Media. Nipo na Mr. Zagalo. Mheshimiwa, habari bwana? Salama hali. Safi, kwema kaka? Namshukuru Mungu. Mambo anasemaje? Alhamdulillah. Natoka pilika. Salama salimi. Bwana, naona upande wako kama vile leo furaha imekithiri moyoni mwako baada ya kuendeleza kumpa maumivu Simba Sports Club kumchukulia mshambuliaji wake pendwa ambao msimu uliopita ilikuwa ni hazina yao. Unazungumziaje kwanza sajili hii iliyofanywa na uongozi wa Yanga Sports Club? Usajili pambe, vijana wale wanasema. Usajili pambe. Kabisa. Pesa iko benki, wasio na wasiwasi, pesa iko benki. Wao pesa iko benki. Sisi tumeweka mfuko wa shati na sasa benki kulikuwa mtandao na feli mpaka wakashindwa kutoa pesa chapo kumchukua Selemani Mwalimu. Kuna watu wana pesa nyingi kuliko inategemea na pesa aliyoweka benki inaenda kuzalisha nini. Si pesa yetu mfuko wa shati, kwa sababu unajua chambo cha pesa ni pesa. Huwezi kupata pesa kama huna pesa. Kwa hiyo sisi tunatoa pesa kwa ajili ya kununua wachezaji. Wachezaji watakapokuja kufanya vizuri, Dar es Salaam Yanga Afrika itazidi kupaa, jezi tutauza, tunahitaji kufika mbali. Kwa mfano kama sisi tunaishia robo, tukiuke tupate nusu tupate tucheze finali kama tulivyocheza shirikisho, alafu tucheze na ya klabu bingwa. Kwa hiyo hivyo vitu vyote haviji bila kupata wachezaji wenye umahiri wa kufanya majambo hayo. Kwa hiyo ndio maana tunatoa pesa kununua wachezaji, ila wao pesa iko benki. Acha izae pesa benki. Sasa mliwashinda wapi ikiwa tayari Selemani Mwalimu kwenye tamasha la Simba Day alitambulishwa kuwa ni mali halali ya wana Simba Sports Club? Ilikuwaje hapa kwa wapinzani wako bwana mpaka imefikia hatua leo hii tunaona kwenye peji Yanga wamemtambulisha Selemani Mwalimu kuwa ni mali ya Yanga da African, sio Simba tena? Yaani sisi zile tunazifahamu fika. Zile tunazifahamu fika. Sio mara moja wala mara mbili. Mara nyingi sana, hata kipindi bado hamjaanza mambo yenu ya media, kulikuwa na Mohamed Kaseja. Mohamed Kaseja pale Simba Sports alikuwa analipwa na Ahmed Barabu yule wa Morogoro. Sio kana kwamba alikuwa analipwa na klabu. Kwa hiyo sasa sisi huwa tunachukuaga mazingira yale, wale wanaishi kwa mazoea, lakini sisi tunaishi kwa mikataba ya maandishi. Kwa hiyo ukishaona kwamba huyu hapa jeuri yao iko wapi, unaenda unawachapa unatoka. Huo ndo mfumo ambao wako nao. Kwa hiyo sio leo tu wala jana. Yaani ukisikia nani tu yale wanaishi kwa mazoea. Kwa hiyo maisha sasa hivi hakuna maisha ya mazoea. Kwa hiyo kisasi kinaendelea kama vile walivyofanyia Yanga dhidi ya Kagoma pamoja na Molson, na nyinyi tena mnaanza kulipiza. Sio huyo tu. Sio huyo tu. Na mwingine tena bado? Kwani si walikuja kumchukua nani? Walikuja kumchukua Gadiel Michael. Walikuja kumchukua Beno Kakolanya. Wakati ule Yanga ndo tunatia maji. Mnatumia ile Yanga bakuli kikofia ile. Yaani ndo kipindi kile sisi tunamjua Mungu kweli kweli, tunakaa kwenye kona ya msikiti kupiga raka mbili na kumwambia Mwenyezi Mungu shida zetu. Shike mkono, tunazidi bahati mzuri Mwenyezi Mungu akasikia dua. Mungu amtupi mja wake. Kwa sababu Mungu hawezi kukupa kilema akashindwa kukupa mwendo. Basi Mungu akatuletea mtu watufadhili, sasa ndio tunarudisha moja baada ya nyingine. Bado mwingine wanaye kule. Waangalie kule. Ile kauli ya kusema tuna mchezaji wetu wanafanya naye mazoezi. Yupo kule. Dirisha si alijafungwa. Ndo mpaka tarehe 15. Basi waangalie sana kule. Wanaweza kaja kasikia pasa geye ametoka, wasije wakafa na pressure. Hilo wajue kwamba mule wanaishi na mke. Ukishaozesha basi usitegemee tena kama mtoto huyo ni wako wako. Mwenye mkewe muda wote anakuja kuchukua. Kwa hiyo bado yupo mtu mwingine mule ambaye tunakuja kuchukua. Una mali yenu tena bado pale Simba. Ipo mule ndani, kabla tarehe 15 dirisha kubwa. Tutakuja kuona. Ipo mule ndani. Zagalo bwana. Mazungumzo yanaendelea na yanaenda vizuri. Yupo mtu wetu mule ndani. Na huyo ndo watakuja kuanguka. Ndio. Kwa hiyo sisi tunachowaambia watafute kabisa vidonge. Ile hali ya kutembea na vidonge. Yaani ukimwona shabiki wa Simba anashika chupa maji, kwanza msachi utamkuta na vidonge wewe. Sio uzima ule pressure tayari muda wote.
Lakini binafsi wanasema wao waumizwi sana kwa sababu mchezaji wenyewe alikuwa anaanzia benchi, na hata kauli imetoka kwa mwenyekiti wao wa bodi wa wakurugenzi Mr. Magoli, anasema yani sishtuki wala siumizwi kwa kusajiliwa kumkosa Selemani Mwalimu. Hawezi kushtuka yeye wala kuumia yeye Magoli, kwa sababu yeye anakwenda uwanjani na gari yake, akishamaliza anaondoka zake nyumbani kwake. Wanaumia ni wale ambao wapo huku. Kwa sababu hata huyu Selemani Mwalimu wamesema hivi, bora mngetuambia tu kwamba bwana huyu si tumeachana naye, sisi singetuuma kumsikia amekwenda upande wa pili, kwa sababu leo hii mtu mwenye akili timamu kama kweli umeshachoka kudanganywa, mtu una akili timamu, hebu mfikirie Selemani Mwalimu ndio mtu aliyeongoza kwa ufungaji msimu uliopita, ndio top scorer Simba Sports. Sasa mtu anakwambia mimi si nani huyo, mimi sishtuki na huyo. Unataka ushtuke na nani? Anasema ashtuki kwa sababu ile dau aliyowekewa wao hawezi kumsajili mchezaji kama yule kwa pesa hiyo, inaonekana pesa ni nyingi zaidi. Yanga Afrika wana sera yao moja, anakuambia daima mbele nyuma mwiko. Mchezaji tukimtaka, injinia sema kile kiwango chako na kile wanachotaka wale. Injinia sema kiwango chako ulichopangilia na kiwango wanachomtaka wale wenyewe. Yani kauli ya bosi anatoa hivyo. Anasema kwamba mimi labda namtaka mchezaji yule, mwisho wa kutoa kwangu milioni 100. Sawa. Wenyewe wanataka milioni 150. Tandika mkeka, wananchi wanatoa milioni 50. Ndo kauli yao hiyo. Yani ya kauli ya hiyo wanani? Ya wananchi. Dar es Salaam Young African, mashabiki wanachama wanasema hivyo. Tandika mkeka, sisi wanapita nayo. Kilichobaki utajua mwenyewe. Wewe ushasema yako 100, sisi 50 tutatoa sisi, ndio mpango wetu. Ila sema tuna utofauti kidogo kwa sababu sisi ni wana sports. Wale wao wanachojua kunya tu. Ukiomba mabana twendeni tukanye, basi hata barabarani rangi 3. Wao wataenda kunya kwa sababu ndio akili yao ilipolala. Ila si akili yetu haijalala hivyo. Si akili yetu imelala kwenye spirit. Ile siku ya tamasha walioambiwa walikuwa wanavurugwa. Mwisho wa siku sasa ndio ukweli huo. Lakini mpaka jana na tetesi au maelezo yanayozungumzwa, amefanya training ya mwisho. Amecheza mazoezi, amemfunga golikipa wake, ameenda kukoga, amekula saa 5 usiku. Umeona? Mchezaji si kama unavyoona mimba, ukifika wakati wa kujifungua, hata kama ulikuwa chini ya andaki, inabidi utoke uitafute hospitali iliko ili kufanya nini? Ukajifungue. Ukweli ushadhihiri, watu washatema mpunga katika klabu. Ndio haya tulokuambia, unakaa na mke wa mtu, hata akija saa 8 usiku mwenyewe, wewe fungua mlango abebe mkewe aondoke. Selemani Mwalimu ni mshambuliaji, lakini tukiangalia katika safu ya mbele wa Yanga kabla ya kuja Selemani Mwalimu, kwa mimi ninavyoona pale kuna washambuliaji zaidi ya 2. Ndio. Clement Mzinze amepona, amerudi. Yupo pale. Na yule Sheikh Ture pia amerudi. Sheikh Kanture yupo pia. Ameletwa. Babu Chebe amekuja pia. Selemani Mwalimu, Gomez wa Bongo naye yupo. Kwa wewe unavyodhani washambuliaji hao 3 katika kikosi chako wewe utaanza na yupi? Inategemea na mahitaji ya mechi. Mfano dabi ya kesho tunaanza. Dabi ya kesho? Hawezi ukamwanzisha Selemani Mwalimu. Kwa nini? Mtoto mdogo halali na hela bwana. Yule kaletwa pale kwa ajili ya kuwazorofisha watu. Sio kama ndio tunategemea striker sana. Hatuna shida hiyo. Lakini aliwaumizeni yule. Mwalimu simwanzishe na nini? Hatuwezi kumwanzisha yule. Sababu gani? Maana huko alianzia benchi. Sasa yule alituazimisha goli moja. Na yule alotoa assist na kuhukumu. Maana ukimwangalia Clement Mzinze, goli bora Afrika limechika kafu, Clement Mzinze. Ndio zidi ya TP Mazembe. Bao 2 bila, la pili Clement Mzinze. Ndio pale Benjamin Mkapa. Assist ni waliopiga goli 5, Clement Mzinze. Aliweka assist pia. Unasemaje sasa? Huyu mwenye magoli yanyoeleweka ya video yenye afya na huyu alitoa goli moja la ndomboke, kwa sababu Selemani Mwalimu kama unavyoona kipindi kile walivyokuwa wenyewe wanavolia na nani? Na yule Malasta yule ambaye ameondoka jibi nani yule yule Malasta yule aliondoka Kibu Dennis. Kibu Dennis ukiboost kidogo utakuta wanalia sana usimchukue yule, lakini ukiangalia msimu mzima toka goli kamfunga Yanga mpaka msimu unafanya nini unakuisha. Sasa wachezaji wa ndomboki wale sisi wale yani tulichokifanya sisi yule si walikuwa wanamwamini sana na wakaona kwamba wamechukua yule striker wa mchongo na yule pale ndio ameleta, kwa sababu nilikosha kwambia Dumbi hawezi kuwa striker kwa sababu hakuna Dumbi anajua mpira. Hakuna Dumbi anajua. Hakuna Dumbi. Wale wamepigwa pale wana Simba Sports. Na wataona
Kwani mechi zinakuja na ligi ndio hiyo, awasaidie tuone. Na kesho yupo mbele. Mwache akae. Dabi kesho Dumbia ndo wa kwanza pale. Ndio utaona sasa. Safu mbele anakuja kuwaumiza wanaweza. Alafu bila usiwasahau waambie. Jobu kapteni yuko karudi. Kashapona. Mwenye timu yake kapona. Mwenye timu yake kapona. Kwa hiyo wana Simba waendelee kupata maumivu, ni upande wenu furaha. Unatandika miswala huku na bwana, burudani inaendelea. Na yani nyinyi kazi yenu kuwaumiza tu, na sio burudani hiyo tu. 26-27 Yanga bingwa tena. 26-27 Yanga bingwa tena. Bado kuna mchezaji wenu na ubingwa unaendelea. Ikiwa jana mmeshamchukua, leo mmeshamchukua na kesho hivi. Kwa sasa hivi wanaamini au hawaamini? Macho ataamini. Wataamini mpaka mtu kapandishwa ndege. Na jezi ya Yanga kavaa. Bado wanaona yai, wanaita nini yai? Hakuna cha yai. Mpaka tena mkurugenzi na meneja nani mwenyekiti wa kurugenzi anasema anakiri kwa bwana, mimi sikuweza kumchukua kwa sababu. Na hilo watakuja kukiri. Kabisa. Na hilo watakuja kukiri. Bwana mtani huku bosi kashusha challenge moja ya nguvu. X Factor namba 6 player huyo hapo shusha mzigo wa jezi. Anatakiwa ashushwe namba 6 pale. Namba 6 hiyo katika tetesi zinazozungumzika, Faisal Salum Faila Sufi anataka kwenda pale Msimbazi. Wewe ulishaaidiwa bwana, namba 6 mtaitambulisha siku ya kilele cha Mwananchi. Hamkuweza kufanya. Simba Jairuti katia challenge kwa mashabiki wa Simba mpaka hivi tunavyoongea. Jezi zaidi ya 7,000 naona tayari zimeshatoka kuelekea 10,000. Katika zile jezi 50,000. Zaidi 100,000, jezi 100,000. Na imani mpaka sasa hivi zinakuelekea. Sijui ndio kinaondokea kuisha. 7,000. Zimesha. Leo tarehe 11. Bado siku ngapi? Bado siku 4. Dirisha linafungwa kwa siku. Saa 6 usiku siku ya tarehe 15 dirisha linafungwa. Bado jezi katika jezi 100,000 bado? Hiyo mimi nimeiona toka asubuhi, lakini mpaka sasa hivi sina uhakika zimesha ngapi. Basi jezi zilizokuwa zimenunuliwa ni za Dar es Salaam Yanga Afrika. Vijola vilivyotota ndio hivyo vinapigwa promo, na baadaye utakuja kuona vijola vingi sana mtaani vile kama vya mwaka jana vya 12,000. Vipo vingi tu na utaviona. Sasa filosofi kwenda ya Simba, wewe binafsi wana Yanga inakuwaje? Kama hiyo pesa wanayo wamnunue. Tajiri sikawaambia usajili unaendelea, pesa iko benki. Lakini huyu kaingia mwekezaji, huyu mzabuni sasa kaingilia. Mzabuni ndo kaingilia kati. Huyu anaga mbambamba. Ikiwa kila ahadi anayoiahidi inatekelezwa. Ilza limekuja, jezi bora zimeletwa. Sasa hili nalo kawaambia, hii ni challenge wana Simba, mnasemaje? Hiyo wanadanganyana. Hiyo wanadanganyana. Hii ni fix. Mimi naamini Mazali yule anayesema maneno mawili ameweka, hawezi kukiuka mwingine. Yanga bingwa peke yake ndio uhakika. Ndo kaweka bwana, ndo kaweka signature pale. Wataka kuniambia zijeza zitoisha? Si tutaona. Tayari kuna jambo limewaumiza hapa kati, hawataka kulizima ili jambo ili Faila Sufiani. Wapi? Wapi leo? Kwanza ukitaka kujua mbinafsi ndo yule pale. Kaleta wachezaji na 3 kwa mkopo, soka nunua kwa mkopo. Si unajua kina Basige wamekuja kwa mkopo. Na istosha wateja wao ndo kawapa gari za kutembelea. Hivi katika timu kwa mfano kama wewe, baba umezaa na mke watoto 5. Alafu watoto wale ukasema huyu ndo namnunulia gari, huyu namnunulia nyumba, hao wataendelea kubaki hapa. Wewe baba unakuwa baba gani? Sio baba binafsi. Baba mbaguzi. Baba mbaguzi ndo unamwamini huyo. Bwana, kesho mnaelekea ngao ya jamii pale New Aman Complex. Kinaenda kupigwa siku ya kesho. Yanga zidi ya Simba Sports Club. Mchezo utakuwa namna gani huo unaelekea kufanya? Mchezo utakuwa mzuri. Ndio. Mchezo utakuwa mgumu. Imani kikosi umeviona. Utakuwa mzuri. Naamini mchezo utakuwa mzuri. Ndio. Kwa sababu yule bwana atajitahidi sana kupanga watu ambao waliona mwaka jana alipata utetezi, lakini kile habari iliyokuwa imetoka sijui kutoka sare kama Meja Jenerali Samuyo au kule, ile haipo. Kesho afe kipa afe beki. Mshindi lazima patikane. Lazima kesho awike asiwike kutakucha. Naamini hivyo. Unapata? Asiwike utatetea?
Bila shaka. Unaitetea ngao ya jamii? Nina imani 200%. Tabaki mikononi mwako. Bila shaka. Zagalo bwana. Kabisa nakwambia. Kweli? Kama mtu hajakata tiketi hivi sasa, akate tiketi kwenda Amani Complex kwenda kuchukua ngao ya jamii kuirudisha pale pale iliporudi. Bwana. Mpaka ile la CRDB na wathibitishia watatueleza. Nilikupa kauli moja kama una kumbukumbu mzuri, niliwauliza kwamba mabwana nilikwambia kwamba Tanga walipata sare na nikajiuliza sare hii wameipataje? Watakuja kutueleza. Na tulivyokuja walitueleza, tukawapiga 5. Alikadhalika watatuambia CRDB waliipata pataje. Neno la mwisho bwana kuelekea mchezo wa kesho na wasio na Yanga unasemaje? Waende uwanjani kwa wingi na wasiwe pressure, waangalie mchezo kwa amani, wale wanywe bila shaka yoyote. Ngao ya jamii ilipotoka ndipo inaporudi. Asante sana. Bwana, na ripoti nikiwa hapa Mbagara Mchikichini katika tawi la Wanayanga Sports la Wanayanga da African. Mimi ni Chapesa, tukutane tena baadaye kwa habari za kimichezo na burudani. Bye bye.